Tunagombanishwa mno, watu wanapoteza muda hata wa kutafakari kila jambo kwamba hili limetokeaje. Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi. Nimeona mwingine jana tena nimeona pale, nimeona mtandaoni pale eti katekwa. Unaangalia mtu kaumizwa ana pingu. Hizi ni ajenda maalum. Hii ni michezo. Hii ni michezo. Na hii michezo haijaanza jana. Hii ni michezo haijaanza jana. Watanzania tuamke. Hizi ni ajenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni ajenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi tu hivi. Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali. Naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule. Anakutwa shambani, wanaua, hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali. Wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Likatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Meenda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Bomu la moto. Walitaka kuchukua nini? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Hatujiulizi walitaka kuchukua nini. Bomu linarushwa kanisani. Imekaakaa sijui haijaenda, sijui imekuaje, sheka mwagiwa tindikali. Imekaakaa sijui hatujaka, askofu kamwagiwa tindikali. Hatujiulizi wanatafuta nini pale. Kuna mwaka kukawa na heka za siasa kubwa sana. Bomu limerushwa kwenye mkutano wa hadhara la moto. Hatukujiuliza walikuwa wanatafuta nini kwenye mkutano wa hadhara. Mkutano wa hadhara wa chama cha siasa. Wanatafuta nini? Hapo wanapima kwa sasa hivi ni wapi tukirusha itaonekana moja kwa moja ni hiki. Ikarushwa. Hatujiulizi. Limerushwa bomu kanisani katika mwaka ambapo watajua itaonekana tu. Itaonekana hapa pana mzozo wa kidini. Wanatutafutia mzozo wa kidini. Wamerusha kwenye mkutano wa hadhara wakitaka kutupeleka kwenye mzozo wa mambo ya kisiasa ya kiitikadi. Imekuja hapo serikali ya awamu ya 5, kiongozi wa siasa akashambuliwa. Nini? Ndio walikuwa wanakosoa sana. Nini? Wanajua tukishambulia hivi itaonekana tu ni serikali. Leo tena wakatupeleka kwenye hatua ya kuonesha watu wachukiane. Watu wanaingia na mabomu ndani ya nchi yetu. Anakamatwa anasema eti kuna insecurity. Nimeamua niende na mabomu kujilinda. Ni nchi gani watu wanaendaga na silaha kwenda kujilinda kwenye nchi isiyo yako?
Wakiwa na target nini? Walijua tarehe 9 ya Disemba kutakuwepo na mikusanyiko, wanajiandaa, wanaingia na mabomu. Watanzania, kuweni macho. Hizi njama hizi ni njama zinazolenga kutugawa. Wanatekeleza jambo na wanaweka alama chungu zima kuwatengenezea hasira watu wachukiane. Nielekeze vyombo vya ulinzi na usalama, kuweni macho na njama za aina hii. Shughulikeni na wahuni wa aina hiyo. Kuweni macho.